Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Mwezi wa 7 mwaka 2026. Kiujumla nimeona maandalizi yameenda vizuri. Kwa upande wa Jeshi la Kujenga Taifa wamejiandaa sawasawa, kwani hapa pana mchanganyiko mzuri wa askari wetu, vijana pamoja na watumishi wa umma ambao kwa kiwango kikubwa wamefundishwa katika sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi. Sote tunafahamu kwamba maonesho haya ya 8 yamejikita zaidi katika eneo la kilimo, katika eneo la mifugo pamoja na uvuvi. Kama kauli mbiu ya mwaka huu inavyosema kwamba tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. Sote tunafahamu kwamba taifa letu la Tanzania kuelekea mwaka 2050 linatarajia kuwa na Watanzania wasiopungua milioni 114 mpaka milioni 140. Na Watanzania hawa wanahitaji kula, na ndio maana unaona kwenye upande wa kilimo tutapata mazao ya chakula pamoja na mazao ya kimkakati, lakini kwenye upande wa mifugo tunatarajia Watanzania hawa waweze kupata kitoweo, waweze kupata maziwa, lakini pamoja na bidhaa zinazotokana na mifugo. Na halikadhalika katika uvuvi tunategemea Watanzania waweze kupata samaki walio bora. Sasa katika kutekeleza kuelekea hiyo dira 2050, Jeshi la Kujenga Taifa tukiwa kama ni taasisi mojawapo ambazo zinajihusisha na masuala ya uzalishaji mali, na sote tunavyofahamu kwamba JKT pamoja na malezi ya vijana ulinzi wa taifa letu, lakini tunajikita katika uzalishaji mali. Sasa tumejipanga vipi? Tumejipanga kwanza kuhakikisha kwamba tunakwenda kuzalisha kwa wingi, kuhakikisha kwamba lile swala la usalama wa chakula pamoja na mbegu linafikiwa. Kuelekea dira 2050, taifa letu linataka kuwa huru kwenye upande wa chakula, kwenye upande wa mbegu. Tunafahamu sasa hivi dunia imeingia katika kuandaa mbegu ambazo zinafahamika kama GMO. Mbegu zile sio nzuri sana, kwa maana kwamba ukizipanda saizi ina maana msimu ujao utahitaji tena ununue mbegu. Kwa hiyo Jeshi la Kujenga Taifa kushirikiana na mamlaka, hasa Wizara ya Kilimo pamoja na ile Wizara ya Mifugo na Uvuvi, kuhakikisha kwamba tunakuja na mikakati ya kufanya tafiti ya kukusanya mbegu zote za asili ambazo inaonekana zinaelekea kutoweka. Baada ya kuzipata mbegu zile, tutazifanyia utafiti ili kusudi ziweze kutumiwa na wakulima wetu, kuanzia wakulima wadogo, wakulima wakati pamoja na wakulima wakubwa. Lengo ni nini? Ni kuwa na mbegu zetu zinazotambulisha taifa letu la Tanzania. Na kwa kuweza kufanya hivyo, tutakuwa tuna uhakika wa chakula kwa ajili ya kuja kulisha kizazi kinachokuja kuelekea mwaka 2050. Watanzania watakuwa ni wengi, wanahitaji kula chakula kilicho salama. Tunahitaji kuwa na taifa ambalo litakuwa imara kwa kuwa na afya njema, kwa kupata chakula kilicho salama na kilicho bora. Lakini mbali na kuweza kufikia lengo la kuwalisha Watanzania wote, ziada inayopatikana tunatarajia itakwenda kutumika kuuzwa katika nchi za jirani. Tanzania inazungukwa na nchi 8 pamoja na visiwa viwili, na hawa wote wanategemea kwa kiasi kikubwa chakula kutoka kwenye taifa letu hili la Tanzania. Kwa hiyo itakuwa ni fursa, na kama kauli mbiu yetu inavyoanza inasema tambua soko, soko la ndani lakini pamoja na soko la kilimo, mifugo na uvuvi. Sasa hivi tunaendelea na maandalizi, tuko hatua ya mwisho. Ukiangalia vipando viko tayari na vifaa mbalimbali vinavyozalishwa vikosini na kwenye miradi ya Suma JKT vinaendelea kuletwa katika eneo la maonyesho. Hiyo tunawakaribisha wananchi wote kwa ajili ya kuja kujifunza. Tunao wataalamu wa kutosha
kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.